Ndio nawaambia mashabiki sasa wa Simba waelewe kwamba hapa sasa ndo wanaanza kuonja lile joto la ukubwa wa Simba. Sio, unanielewa vizuri? Yaani hapa ndo wanapoanza kuonja lile joto la ukubwa wa Simba. Yaani timu kubwa lazima zipitie hili joto. Sio, unanielewa vizuri? Timu nyingi ambazo zina perform vizuri, kwa mfano nakwambia timu ya kwanza kwa ubora barani Afrika, Al Ahly, imeshawahi kushindwa kwenda hatua inayofuata baada ya group stage. Msimu wa 2015-16. Unanielewa? Walishindwa kwenda hatua inayofuata. Umeelewa? Esperance ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri zaidi kwenye hatua ya makundi kuliko timu nyingi sana. Umeelewa? Yaani Esperance ndio timu pekee ambayo ndani ya miaka 10 mfululizo inaingia hatua ya makundi. Hata Al Ahly yenyewe msimu wa 9 kutokea nyuma haikuingia hatua ya makundi, ila Esperance pamoja na ubora wake na vitu kama hivyo kwenye hatua ya makundi wameshawahi kushindwa kwenda hatua inayofuata mwaka 2014. Kuna timu inaitwa Al Hilal Omdurman ambayo inafanya vizuri kwa sasa hivi, na msimu uliopita ilifanya vizuri pia chini ya Florent Ibenge. Ilikwenda robo finali, si ndio? Before hapo walishiriki hatua ya makundi mara 7. Katika hizo mara 7 walifanikiwa kwenda robo finali mara moja tu. Msimu wa 2014-15. Baada ya hapo wakashiriki mara 6. Hawajawahi kwenda robo finali kabla ya kwenda msimu wa 2024-25. Sio, unaelewa vizuri? Nafikiri unapata ile picha. Pyramids ambao ni bingwa mtetezi, wakati wanashiriki kwa mara ya kwanza msimu wa 2000 nafikiri ni 20 na kitu kama 2021 au 21-22. Walimaliza nafasi ya mwisho kabisa kwenye kundi. Sawa Kwa hiyo Simba kupitia hivi sio ya kwanza, yani haitokuwa ya kwanza, na of course huko nyuma zimeshawahi kupita timu bora zaidi ya Simba na zikaishia makundi. Sawa? Kwa hiyo wanaanza kuonja ule ukubwa wa Simba. Sasa kwa nini washabiki wa Simba wana behave hivi? Unajua kwa nini? Wengi wanaanza kutupa lawama, mara sio viongozi, kocha, sio manager, sio nini na nini. Ni kwa sababu Simba inafanya vizuri Afrika, lakini mashabiki wake ushanielewa, bado hawajajua jinsi ya kushabikia mechi za Afrika. Yani zile mechi za Afrika hawajazijua. Yani mechi za Afrika hawajazijua. Yani sijui nitumie msamiati gani mzuri. Yani Simba inafanya vizuri barani Afrika of course consistently, lakini aina yake ya mashabiki wanashindwa kuelewa hii michuano ya Afrika iko vipi. Kwa hiyo mashabiki wanaweza kuifanya timu ikaingia kwenye dysfunctional, kwamba isijue ifanye nini, kwa sababu sasa hivi washaanza kupiga miruzi kocha aondoke. Wengine sijui kocha apangi striker, mechi kuja kapanga striker, ma striker yenyewe wamecheza chini ya kiwango. Umeelewa? Ikiwemo Jonathan Soa ambaye ndo amekuwa akipigiwa sana chapua, amekosa chances 2 za wazi mno. Kwa hiyo inaonyesha tu kwamba kumbe kocha alikuwa correct alivyokuwa anafanya selection ya timu yake. Lakini zile miruzi inamfanya muda mwingine yapokuwa kwenye interview nilimsikiliza alisema atapanga striker kwa sababu ya game plan aliyoiandaa kwa ajili ya Stade Malien, ila sio kwa sababu ya kelele za mashabiki. Na hawezi kuacha kufundisha namna anayoifikiria yeye kwa sababu ya kelele za mashabiki. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ambayo nimetumia kama kuwa alert mashabiki kwamba hii michuano kuna muda utaperform, kuna muda timu zingine zitajipanga vizuri zaidi na zitaperform. Huyu Stade Malien ndo mara ya kwanza cheza hatua ya makundi. Kuna Rivers United ya nchini Nigeria imecheza hatua ya makundi msimu huu. Si ndio? Kwa hiyo ina maana timu zinakuwa zinabadilika na zinakuwa zinajistrengthen na kuwa zinaperform vizuri kwenye hii michuano. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sasa kwa nini inapokuwa Simba inapitia hichi kipindi kunakuwa hakuna uvumilivu? Hichi kipindi ni lazima Simba ilikuwa apitie, kwa sababu hakuna timu yoyote kubwa ambayo imefanya vizuri isipitie hichi kipindi kwenye hii michuano. Haijawahi kutokea. Wydad yenyewe si ameshawahi kumaliza nafasi ya 3 msimu wa mwaka 2023-24 na Simba kamaliza nafasi ya 2. Sina inakumbukwa hiyo. Na Simba ndo alikuwa ametumika kumeliminate Wydad kwa sababu kule kwao Simba alifungwa, kule kwa Wydad Simba alifungwa 1, alipokuja hapa Wydad akafungwa 2 bila.
Kwa sababu kinachomata ni aggregate kwenye kuamua timu ambazo zimetai kwenye points. Simba akaenda. Sasa Wydad ni mdogo, lakini amepitia hichi kipindi. Sasa hivi si uko shirikisho, sina wachezaji wakubwa. Sasa kwa nini Simba? Heavyweight kelele nyingi anapelekewa Dimitar Pantev. Ni sahihi kwa Dimitar Pantev kubeba lawama hizi? Hapana. Unajua wanaopeleka kelele kwanza unajua ni nani? Ni mashabiki. Na miongoni mwa principles zangu mimi huwa si walaumu mashabiki. Kama unanisikiliza interview zangu, kwa sababu shabiki haelewi. Yaani shabiki mambo ya ufundi hajui. Yaani yeye anachotaka timu ishinde, ifanye hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi nikikwambia leo hii kwamba kiufundi, kimbinu, huyu kocha ni kocha bora sana kimbinu kuwahi kutokea. Of course chini ya Sven van der Broek kelele zilianza hivi kipindi ambacho introduce striker mmoja, kipindi ambacho Simba ilikuwa ina mastrika watatu. Sasa naelewa watu walipiga kelele hivi mwanzoni. Baadaye akaja akasuka Simba, akapiga pira biriani. Watu wakaanza kumsifia, Kishingo anajua na nani. Lakini mwanzoni ukifuatilia watu walikuwa wanapiga kelele, Simba timu kubwa bwana, anachezaje na striker mmoja, kwa sababu kocha wa nyuma yake alikuwa akitumia ma strikers wawili. Unaona Sasa kaja Dimitar Pantev ameanza kuimplement falsafa zake, wanaanza kumsema tena. Sasa shabiki usimlaumu, shabiki hajui chochote. Shabiki anachotaka kuona timu yake inacheza na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri labda pengine Simba kwa ukubwa wake labda ingetafuta watu ambao wana wa kuwaelewesha mashabiki mpira upo vipi, kwa sababu wewe shabiki utakuta na shabiki labda Man City, Barcelona, labda na Simba. Kule Barcelona ikafungwa vizuri tu, asicomplain wala asiseme Hansi Flick kocha mbaya. Mbona kila siku hiyo offside trap yake inakuwa exposed, anafungwa. Anaweza asiseme hivyo. Lakini akija kwa Simba vice versa. Umeelewa? Kwa hiyo hicho kitu ambacho mashabiki wanacho. Sasa ngoja niwaambie mashabiki. Kiufundi pia Dimitar Pantev hakuwa mbali. Hakuwa amekosea wala hakuwa mbali na kufanikiwa. Kwa sababu before sijaingia kwenye kimbinu wapi Simba walikuwa bora na vitu kama hivyo, ukija kureview takwimu, kwa mfano timu nzuri lazima iwe inamiliki mchezo. Kumiliki mchezo nafikiri watu wanaelewa, sio kumiliki mpira. Ukimiliki mpira alafu huja create chances, manake wewe umiliki wa mpira, haujamiliki mchezo. Simba inamiliki mchezo, inamiliki mpira. Of course kwa wastani ina wastani wa kumiliki mpira kwa 62%. By the way ni timu mbili tu ndo zimezidi barani Afrika msimu huu, Mamelodi Sundowns pamoja na RS Berkane. Inakuja Simba Sports Club kwa kumiliki mpira. Na kwa nini inamiliki mchezo? Inatengeneza nafasi, chances nyingi. Umeelewa? Chances nyingi zinatengenezwa. Timu mbili tu ndo zimeizidi Simba kwa create chances nyingi. Ya kwanza ni Esperance, imetengeneza chances 9. Sawa na ya pili nafikiri ni timu gani? Ni kitu kama RS Berkane nadhani au Pyramids, kati ya hizo timu sikumbuki vizuri. Alafu inakuja Simba Sports Club imetai kwa kutengeneza chances nyingi 5 dhidi ya Al Ahly. Al Ahly 5 na Simba 5. Manake inamiliki mpira na create chance. Manake Simba inatawala mchezo. Kwa nini haifungi? Ndio tunakuja kwenye chances missed. Katika hizo chances 5 kubwa hawajatumia hata moja. Yani ni Esperance tu ambao katika chances 9 imeshindwa kutumia chances 4. Ndio ime waste chances nyingi zaidi. Alafu inakuja nani? Simba Sports Club. Kwa hiyo ina maana kumbe Simba inamiliki mpira chini ya Dimitar Pantev, inatengeneza chances, lakini ina wachezaji ambao wana poor finishing quality. Wana convert zile chance wanapokuwa kwenye close range. Sasa tunakuja kwenye mchezo. Simba ilikuwa inashambulia vipi kipindi cha kwanza? Alianza Selemani Mwalimu. Of course ilikuwa inashambulia na wachezaji 5. Kwa sababu gani? Haiji bahati mbaya. Dimitar Pantev aliona wale Stade Malien wanazuia kwa jumla ya wachezaji 5. Na ndio maana naye akawa anashambulia kwa jumla ya wachezaji 5 ili kucreate advantage kwenye eneo la ushambuliaji sambamba na kuendana kinamba na timu ambayo inazuia, kitu ambacho kwanza kikanuni ya kushambulia yuko very correct. Mshabiki hajui hilo. Lakini jambo la pili, wakati walikuwa anatumia vipi? Selemani Mwalimu, Eli Mpanzu, Morris na maanisha huyu Joshua Mutale
na nani alianza pale na alianza Joshua Mutale, Mpanzu, Selemani Mwalimu na huyu mchezaji gani huyu? Jean Chalea Hua. Walikuwa wanasimama mbele. Wanaunda ile safu ya wachezaji wanne of course. Alafu yule Neo Maema ndo alikuwa anafanya zile late runs. Katika mchezaji aliyoperform vizuri zaidi kwenye mchezo wa jana overall ni Neo Maema. Sasa kuna mtu mmoja kwenye chombo kikubwa amenishangaza, nakwambia ukitoa goli alilofunga hakufanya. Sasa unajuza huyu mtu alikuwa anaangalia mpira amelala, alikuwa anaangalia mpira huku anakula, au alikuwa haujui mpira. Sababu kuna chance ambayo yeye huyu Neo Maema alikuja kuitengeneza kwa Jonathan Soa. Alipiga mpira ambao ulienda nyuma safu ya ulinzi, Jonathan Soa akaupata, akashindwa kuconvert kwenye close range. Ile chance alitengeneza nani? Ni Neo Maema. Kwa hiyo mwisho wa siku utasema Neo Maema sio mchezaji mzuri. Kwa hiyo manake kuna watu wanashindwa kungamua vitu. Ushanielewa? Lakini jambo jingine, tukirudi kwenye eneo la kushambulia. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Kipindi cha kwanza dakika sekunde kama 17 tu. Umeelewa? Eli Mpanzu aliingia ndani ya boksi, akafanikiwa kufinya, akakevu mpira ukagonga post, ukarudi kwa Jean Chalea Hua kwenye close range, goli liko empty, akashindwa kutumia nafasi. Hapo mwalimu anahusika vipi? Ushanielewa? Na ile ni nafasi ambayo ni systemic chance ambayo imetengenezwa chini ya mpango kazi wa mwalimu. Unapokuwa na namba kubwa ndani ya box, second balls zote ambazo zinatokana na rebound, either kipa katema au umegonga mwamba au umedeflect kwa beki, unakuwa na advantage ya kuweza kuchukua ule mpira kwa sababu mpo wengi ndani ya box. Kitu ambacho Dimitar Pantev toka kaja Simba anakiona. Si umeelewa bwana? Hiyo ni positive ya kwanza ya mchezo. Lakini jambo la pili, ilikuwa inazuia vipi? Simba ilikuwa inazuia na wachezaji watano by the way, traditional back four, yani manake ile back four ya kawaida ya kuwa na mabeki wawili pamoja na wakati pamoja na mabeki wawili wa pembeni, alafu watano walikuwa wanaunganika nani? Nabi Kamara ambaye alikuwa anasogea chini zaidi kuunda mstari mmoja na safu ya ulinzi. Of course, kwa sababu gani? Kwa sababu wale Stade Malien nao walikuwa wanashambulia kwa idadi nzuri ya namba. Viungo wao wanakuwa wanapanda juu, especially Mamadou Traore ambaye assist ya bao la kwanza lilofungwa na Mofo Nkeng. Sawa? Kwa hiyo ilikuwa lazima azuie kwa namba hiyo, alafu mbele kuna safu ya kiungo ambayo inacheza karibu na safu ya ulinzi ili kutengeneza ule muunganiko mgumu wa kiulinzi pindi ambapo hawana mpira. Kitu ambacho alikuwa very correct. Sasa kwa nini ilitokea Simba ikafungwa? Maana kuna tatizo. Sasa ndo tunakuja ambapo hapo sasa huwezi kumlaumu coach. Kwa mfano, mimi katika mchezaji ambaye nimemwona underperform sana kwenye mchezo alikuwa ni Shomari Kapombe. Na ukijiuliza Kapombe asipocheza atacheza nani ile eneo lake? Hakuna. Goli la kwanza, nitakwambia kwa nini underperform. Goli la kwanza wakati linafungwa, alokokota mpira alikuwa ni Musa Diallo upande wa kushoto wa uwanja, baada ya wale Stade Malien kujibu mashambulizi. Sawa, Shomari Kapombe mdao yupo juu. Umeelewa? Huku nyuma ilibidi sasa Rushain Dariak ndo atoke kwenye eneo lake la katikati kwenda kumzuia Musa Diallo asiweze kuprogress na mpira, akisaidiana na Neo Maema kumtengenezea 2v1. Sawa, wakati huo kulikuwa kuna option ya huyo Musa Diallo kuweza kutoa pasi katikati kwa Ahmadou Bello. Unaelewa? Kwa Ahmadou Bello pale alikuwa yeye ndo yupo kama sema alifanya retrans kuweza kureceive ule mpira. Sawa, sasa kitendo tu cha yule Rushain Dariak kusogea kwa Musa Diallo, tafsiri haraka haraka eneo lake la katikati kwa hakuna mtu, Wilson Nangu ikabidi asogee ndani, umeelewa, kukava ile space. Alafu Anthony Mligo ambaye ndo alikuwa anatoka juu kushambulia anarudi chini, naye akabidi awe anasogea, umeelewa, akasogea kwa ajili ya kwenda kukava ile space. Sasa kwa sababu kulikuwa hakuna beki wakati Rushain Dariak, ilibidi aende akakae karibu na Wilson Nangu ili kumzuia Mofokeng asiweze kureceive mpira. Muda huo ndo akamwacha Ousmane Coulibaly peke yake. Kwa hiyo kilichotokea pale ni kwamba yule Musa Diallo akapiga pasi kwa Bello, Bello akauset kwa nani? Kwa Ousmane Diallo ambaye alikuwa very free. Sio, umeelewa? Wakati mpira unafika kwa Ousmane Diallo, Kapombe ndo kafika ndani ya box. Sawa, akaenda kuunganisha nguvu ya kumzuia nani? Ya kumzuia Mamadou Traore. Ambaye yeye ndio alienda kuseti kile kichwa ambacho kilimkuta Mofokeng aliyofunga bao. Yeye pamoja na nafikiri Nabi Kamara sijui ni nani yule walikuwa wanamzuia, nafikiri na Rushain Dariak.
wanazuia kile kichwa kisiweze kupigwa na yule. Ameshindwa kuzuia hata hivyo. Amepiga kile kichwa mbele ya Rushan Dariak na Kapombe, akakisetia kwa Mofokeng akafunga. Kwa hiyo Kapombe alikuwa anafanyaje? Anafanya mistake. Kwa hiyo alikuwa anaendelea kufanya hivyo. Kuna scenario zipo nyingi ambazo alikuwa anatoka kwenye eneo la ushambuliaji anarudi chini pindi ambapo Simba inashambuliwa, anashindwa kujua aende kummark nani au amzuie nani. Yeye anachokifanya akirudi anaingia ndani ya box tu, whatever, anakaa karibu na safu yake ya ulinzi, anamwacha Osman Diallo very free. Ina maana wale Stade Malien wangekuwa wana umakini wa kumuona yule Osman Diallo. Ukiachana na hii nafasi ya goli, kulikuwa kuna scenario nyingine ilitokea kama hiyo. Kama ingetokea angeonekana vizuri Osman Diallo, angeweza ku receive mpira akiwa peke yake na angeweza kuliface lango na kufunga. Si umeelewa? Hiyo ni defensively alikuwa poor. Ukifuatilia hata huko anapoenda kushambulia, si anafanya safari zake mbele, ndio maana anafanya makosa nyuma. Anapokuwa mbele napo anafanya makosa vile vile. Si umeelewa? Mfano dakika 65. Sawa, dakika ya 65. Aliweza kureceive mpira kwenye eneo ambalo angeweza kuscore goli. Akakosa umakini kwa wakati wa kuattempt na kupiga mpira ambao ukaenda nje. Si umeelewa? Dakika 2 mbele, dakika 68, ana receive mpira katika maeneo yale. Mbele kuna Eli Mpanzu, mbele kidogo kuna Eli Mpanzu na option nyingine. Akachagua kuunyanyua mpira badala ya yani kuugusa uende mbele ya Eli Mpanzu ili Mpanzu akutane nao njiani na aweze kufunga. Yeye akachagua kuunyanyua, wakati anajua kabisa kwamba wale Stade Malien ni warefu na mabeki wao haiwashindi kuweza kufanyaje kuruka mipira hivyo. Kwa hiyo tafsiri haraka haraka hizi scenarios zote Kapombe amefeli. Sielewa. Na kocha hapo hana option nyingine zaidi ya kumtumia Shomari Kapombe, kwa sababu Simba wanazidi kwenda kila msimu pasi na kusajili kompetita wake. Simeelewa? Sasa alert hii nani anatoa? Nani anatoa alert? Unaweza kukutana na mtu kocha. Haya, unaleta kocha mpya, Kapombe anaendelea kufanya hizo mistake hizo. Inakuwaje? Kocha atafanya nini? Unaelewa? Sawa. Kwa hiyo natakuwa Simba waende watafute nani? Mbadala wa Shomari Kapombe. Na of course, kipindi cha usajili nitafuteni, mimi na wachezaji 700 na wajua Afrika hii wazuri ambao naweza nikashauri na wakaweza kutumika kwenye timu zetu hizi. Sio, umeelewa? Umetoa fact nyingi kweli kuhusiana na Dimitri Pantev. Ni wakati sahihi kwa Simba kumvumilia, waendelee naye au waachane naye? Of course kwangu mimi naona ni kocha mzuri. Nimekuelezea Simba imetengeneza chances nyingi, ina dominate mpira, wachezaji wenyewe wanaruka wanashindwa kutumia nafasi. Umeelewa? Kwa mfano ule goli la kona. Goli linatia hasira. Limefungwa na Ismaila Sampara. Wakati kona inapigwa, kulikuwa kuna Selemani Mwalimu amemzuia ule Ismaila Sampara. Yani kamzuia kabisa, amemtightly mark. Yani amemmark karibu kabisa. Baadaye mpira upani yule Selemani Mwalimu amemwacha Ismaila Sampara very free, anafanya movement yake, amwangalia tu mpaka anaenda anapiga kichwa. Reference inatoa hapo. Umeelewa? Reference inatoa hapo. Nabi Kamara alikuwa anamzuia nani? Mamadou Traore. Nabi Kamara alikuwa anamzuia Mamadou Traore kwenye ile kona, anamzuia asiende kucheza ule mpira. Ndio kitu ambacho alipaswa kufanya nani? Selemani Mwalimu kwa nani? Kwa Ismaila Sampara. Yeye amefanya nini? Sasa hilo swala utamlaumu. Sasa kitu ambacho kingine kilikuwa kinawakosti Simba, kwa sababu uligusia hapo kwa mfano swala la red card na nini, ambao walipata huyu Alassane Kante. Kitu ambacho kilikuwa kinawasumbua sana Simba ilikuwa kama nilivyokuambia, wachezaji wengi walikuwa wanacheza juu. Kapombe anapanda, Mligo anapanda, viungo anapanda. Kwa nyuma kulikuwa kuna baki wachezaji labda 2 3. Sawa? Labda mabeki labda na kiungo mmoja kutengeneza ile wachezaji ile rest defense labda wachezaji 3. Lakini muda huo kwenye eneo la kiungo, kwa sababu ile backline yao ya ile rest defense ambayo inabaki ilikuwa inacheza mbali kidogo na lango. Kwa safu ya kiungo mpaka kwenye eneo la ulinzi
kulikuwa kuna space kubwa ambayo viungo wa Stade Malien walikuwa na uwezo wa kufanyaje wa kuitumia, aidha kupitisha mipira hapo kwenda kwa washambuliaji au kupiga mipira mirefu nyuma ya safu ya ulinzi, kitu ambacho walikuwa wanakifanya. Umeelewa? Na zote zikaleta madhara. Moja ilisababisha penalty. Sawa? Penalty ilisababishwa na Mofokeng ambayo ilifanywa na nani? Na huyu Shamu Kharabwe. Baadaye inakuja kurudiwa tena, pasi inatambalizwa chini. Umeelewa? Zumara Simpa ana receive mpira huko, anatani mbele, Alassane Kante anashindwa kuendana na ile kasi, kufanya madhambi nje ya box, na of course kisha kwa nje ya box umedeny ile goal scoring opportunity, clear goal scoring opportunity, kisheria ni red card. Umeelewa? Kwa sababu umemzuia mchezaji asiende kufunga katika chance ya wazi. Kwa hiyo ile yote inasababishwa na nini? Na mipira, ile eneo ambalo linaachwa baina ya safu ya kiungo na ulinzi, kwa sababu ya wachezaji wengi kupush juu. Sio kila timu ina uwezo wa kukokota mpira tu na kusogea nao mpaka eneo lako wa kushambulia. Zingine zinatafuta runners tu. Mtu ana receive mpira unahamishwa nyuma kule. Ahmadou Bello anajua sana kupiga mipira hivyo. Anaupiga kwenda pembeni, labda kwa Musa Diallo au kwa Ousmane Coulibaly, wana receive unarudishwa ndani, kwa sababu wana mtu kama Mofokeng wanakusindika. Kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa inacheza kimkakati zaidi. Sasa hapo tunaweza kusema commitment ya wachezaji ilikuwa ipo chini. Sasa kuna issue ya commitment, alafu kuna issue ya quality ya wachezaji. Simba ishafika kwenye stage ambayo inatakiwa iongeze quality. Yes, inatakiwa iongeze quality. Wasiendelee kubaki kwenye 60. Wanabidi wa upgrade kwenye 70, kwenye 80, kwa sababu tayari nao wanakuwa considered kama giants wa Afrika. Hivyo zungumza mengi, nafasi ya mnyama kuelekea hatua ya robo finali. Ukiangalia katika kundi lake ni yeye peke yake hana pointi. Unaiona nafasi ya mnyama kwenda hatua ya robo finali? Nafasi ya mnyama naipa 20% currently kwa kipindi ambacho kimefikia, kulingana na wapinzani ambao wapo na kwa jinsi ambavyo Simba inacheza. Of course ni kitu kibaya kukisema ukizingatia Simba ndo icon wa Tanzania katika michuano hii, lakini kuna ugumu kuprogress kulingana na aina ya wapinzani. Esperance ni timu ambayo sio timu ya kubeza, by the way, ni timu ambayo imejipambanua kwenye hii michuano, na ndani ya misimu 10 mfululizo haijawahi kutokea hapa katikati imeshindwa kwenda hatua inayofuata. Na kama itatokea msimu huu, basi itakuwa ndo for the first time ndani ya hiyo miaka 10. Kwa hiyo nafikiri unapata picha kwamba ni mpinzani wa aina gani. Petro de Luanda tayari kashashinda mchezo wa kwanza wa ugenini dhidi ya Simba. Manake pointi za nyumbani watakuwa wanazitaka sana, na kama watazishindwa kuzipata, basi at least waambulie alama moja. Kwa hiyo ukija ukareview na jinsi ambavyo Simba imekuwa ikikutana na changamoto nyingi za kiulinzi, pamoja na uwezo wake wa kuconvert zile nafasi zinazopatikana zinashindwa kutumika, pamoja na changamoto ambazo wanakutana nazo za kiulinzi, za makosa ya mchezaji mmoja mmoja, poor marking na vitu kama hivyo, unapata picha kwamba kuna kazi kubwa ambayo Simba watakutana nayo kwenye group. Kwa hiyo chance yake ya kuprogress naiona ni ndogo sana. Sawa. Yes. Kwenye mchezo wa jana, tumalize na hili hapa heavyweight. Mnyama alimhitaji sana Yusuf Kagoma katika mchezo wa jana. Baada ya tunazungumza pia hiyo. Yeah, of course ndio, yani hilo swali liloniuliza, tunarudi kwenye issue ile kwamba always kuna excuse ya matukio. Sawa? Kwa sababu magoli yote mawili ambayo Simba wameconcede, hakukuwa na goli ambalo utasema kwa sababu defense, hakukuwa na defensive midfielder kama wanavodai. Hakukuwa. La kwanza nimeelezea, Kapombe ndo alifanya. Umeelewa? Ya pili ni goli la kona. Of course Simba ndo inakuwa timu ya pili kuconcede goli la kona msimu kwenye michuano hii ya Champions League. Umeelewa? Timu ya kwanza ilikuwa JS Kabylie, waliconcede bao la kona dhidi ya Al Ahli. Kona inapigwa na Zizou, alafu Mahmoud Trezeguet anafunga. Kwa hiyo ukiniambia mimi kwamba Simba imeconcede la kona kwa sababu Yusuf Kagoma hajacheza, maana yake nita question uwezo wako wa kuanalyze mpira.
Haya, goli ambalo limefungwa, viungo walikuwepo, Nabi Kamara alikuwepo, ambaye yeye ndo aliingia kama sehemu ya kubaki kile kitu ambacho anakifanya Yusuf Kagoma. Unaelewa? Sasa hapo utasema kulikuwa kuna changamoto ya defensive midfield. Manake goli la kwanza Kapombe alivyo, nimeshalielezea, sitaki hata kurudia. Unaelewa? Na kulikuwa kuna Neo Maema pia alikuwepo pamoja na Nabi Kamara. Kwa hiyo viungo wote watatu walikuwepo. Kwa sababu kinachohitajika ni majukumu. Yaani Neo Maema na Nabi Kamara akiwa introduced kwenye mchezo wanafanya nini? Sio nani acheze nani, akiwepo Nabi Kamara na Neo Maema eneo la katikati wanafanya nini? Timu haina mpira, wanakuja kukaba, timu inashambulia, wanaongeza namba juu. Ndio kitu ambacho kinatakiwa kifanyike, si ndio? Na ndio walikuwa wanakifanya. Sasa mimi utaniambia kulikuwa kuna changamoto ya defensive midfielder kweli? Inawezekana vipi? Kwa sababu kwa mfano ukisema Alassane Kante alipewa umeme, inaonyesha dhahiri shahiri kwamba hakuwa anatosha. Basi watakuwa wamesahau Yusuf Kagoma alipata nini kwenye fainali ya shirikisho msimu uliopita. Sasa manake watu waache hizi mambo. The more unavojiona unajua kutatua mambo wakati hujui, na ndo the more unavofanya mambo yazidi kuwa magumu sasa. Umeelewa? Yani the more mimi nilikuwa nilitamani hata nikusikilizishe. Kuna mwandishi mmoja, yeye ni Mkenya. Amechanganyika sijui Mkenya na Mgana. Jana alikuwa ananielezea jinsi ambavyo anaiona Simba ya Pantev. Siku nitakusikilizisha nayo voice note hapa. Alivyokuwa anaiona yeye Simba ya Pantev, anakwambia hii Simba ya Pantev toka ameondoka Sven van der Broek hajawahi kuona kocha ambaye amekuja akaifanya Simba i-create chances nyingi kama hivi, i-dominate mchezo kama hivi, i-possess mpira kama hivi, aone zile patterns plays za timu kama hivi. Umeelewa? Lakini ndio hivyo anasema ni timu ambayo haina bahati. Very unlucky. Umeelewa? Kwa hiyo utamlaumu kocha, of course, kama uelewa wako ni mdogo, lakini kwa upande wangu kocha sioni kama ana changamoto. Mimi ninachoamini Simba inapaswa ku-upgrade inapoingia kwenye dirisha la usajili. Na by the way wasichukulie poa, Simba ishakuwa timu kubwa. Kwa hiyo ukisajili wachezaji ambao hawaendani na hadhi yako, timu zikija kukukabili zitakukabili kulingana na hadhi yako. Sasa of course nimesikia kuna swala la Mohamed Dewji ametoa bilioni 6.2. Ni pesa nyingi sana hiyo kwenye usajili. Pesa nyingi sana. Of course bilioni 6 kwenye usajili ni pesa nyingi sana. Sasa natumai wachezaji ambao watakuja katika awamu ijayo wataendana na hizi digits. Of course wataendana na hizi digits. Sababu unaweza ukasajili wachezaji wa milioni 500 wangapi kwenye bilioni 6? Maana 12. Wachezaji wa bilioni 1 wakapata 6. Sasa how come? Yes. Unaelewa? Of course. Kwa hiyo kipindi cha usajili mnitafute, mimi nitakuwa napendekeza. Yaani nakutajia na jina na anavocheza na kila kitu na nafasi yake, ili kuvisaidia vilabu vyetu viweze kutafuta wachezaji ambao wanaendana na hadhi za klabu zetu. Shukrani sana bwana. Nashukuru.